Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie. Hujambo, natumai umzima ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo ili nikuhabarishe taarifa zile ambazo tumezipokea katika meza yetu ya habari. Sasa kuna hali ya wasiwasi ambayo inaendelea kushuhudiwa katika chama cha ODM sasa hivi baada ya kuonekana mambo sio sawa. Siku ya Jumapili tarehe 31 hiyo jana, mwezi wa 5 mwaka huu 2026, viongozi wa chama cha ODM wakiongozwa na Oburu Odinga na Gladys Wanga waliandaa mkutano mkubwa katika kaunti ya Kisumu ambao unajulikana kwa jina Kisumu Wabiro Mega Rally. Ni mkutano mkubwa, wakatarajia viongozi mbalimbali watahudhuria mkutano huo, haswa wa chama cha ODM, kwa sababu ilisemekana ya kwamba itakuwa Luo declaration politically, yani watangaze uamuzi wa Wajaluo haswa katika chama cha ODM ili ijulikane kote nchini vile siasa zipo. Lakini cha kushangaza zaidi, familia ya Raila ilisusia mkutano huo hadharani na viongozi wengine wakasusia. Kwa hivyo ni aibu kubwa ambayo iliweza kuonekana. Kabla nizizame kwa undani, shukuru wote ambao mnazama hii kanda mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, naomba tu ukaweze kusubscribe, na ukimaliza kutazama sambazia wengine link ya kanda hii kwa mtandao WhatsApp na hata Facebook. Karibu nikufahamishe kwa undani. Unajua, ODM imekuwa na tofauti kubwa za kisiasa baada ya Edwin Sifuna kuondoka na kuanzisha mchakato ambao unaitwa Linda Mwananchi. Mkutano huo ulifanyika Kirembe, Kisumu siku ya Jumapili. Oburu Odinga walikuwa pale, akina Gladys Wanga walikuwa pale wanaimba tutam peke yake. Lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, Ruth Odinga anatoka familia ya Odinga. Pia ni woman rep, mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Kisumu ambapo mkutano huo ulifanyika. Hakuonekana na hata hakutuma maybe salamu za kuomba msamaha kwamba alikuwa na shughuli. Alinyamaza, nikapitia mitandao yake ya kijamii, alinyamaza. Winnie Odinga ambaye amekuwa kwa ODM sana na babake hayati Raila Odinga hakuwa pale, hakuhudhuria mkutano ule. Raila Junior, yeye ni wa ODM pia, alikuwa wanatembea na babake hayati Raila Odinga, hakuwa pale katika mkutano huo. Sasa hii inaonyesha nini? Mkutano ambao ulikuwa katika kaunti ya Kisumu sio mkutano halisi, ambapo tuliweza kuona familia ya Odinga ikisusia, haikuhudhuria mkutano ule. Ikumbuko ya kwamba wakati Oburu Odinga alikuwa anafanyiwa mahojiano kwa kituo kimoja cha lugha ya kwanza Kijaluo, walikuwa wanazungumza hapa na pale, aliweza kudhibitisha kwamba waliweza kupokezwa shilingi bilioni 200 kutoka kwa Rais William Ruto. Yaani ODM ya sasa imevunjika miguu. ODM ya sasa imeisha kisiasa. ODM ya sasa imekuwa tofauti ikilinganishwa na wakati Raila Odinga alipokuwa hai. Hawa viongozi ambao wamesaidia kina Oburu Odinga, Gladys Wanga, Junet Mohamed ndio wanashikilia mantle ya Raila Odinga, lakini kile ambacho wanafanya ni tofauti na yale ambayo Raila Odinga used to do politically in Kenya. Wakati tuliangalia umati wa watu, ndio ile waliweza kumobilize. Waliofika pale walikuwa na sare kamili ya kuonyesha ni ODM. kumaanisha waliweza kupata ufadhili.
wakapewa kofia, wakafadhiliwa t-shirt ambazo zimechapishwa ODM. Hapa sijui ODM, sio organic crowd. Na pengine tuliweza kuona magari ya mashule mbalimbali yakipanga foleni ambayo yaliweza kusafirisha watu waliolipwa vile inadaiwa kuhudhuria mkutano huo wa Kisumu. Kumaanisha hela nyingi huenda ziliweza kutumika vile inadaiwa kufanikisha mkutano wa Kisumu. Hii ni baada ya Edwin Sifuna kuzima kila eneo wakati alikuwa analinda mwananchi katika kaunti ya Kisumu, na organic crowd ilikuwa pale ikilinganishwa na mkutano wa jana wa Jumapili. Sifuna yeye halipi watu kuhudhuria mikutano. Wanaohudhuria hawana sare kamili ya kuivalia ni gani. Kila mtu anakuja na nguo yake. Lakini akajaza Kisumu wakati alikuja pala alipotoka Vihiga. Lakini mkutano wa ODM wa jana siku ya Jumapili tarehe 31 mwezi wa 5, wakati tulikuwa tunafunga mwezi, ni mkutano ambao uliweza kupata ufadhili mkubwa. Magari yaliyosafirisha watu tuliyashuhudia. Kila mmoja kofia ya ODM na t-shirt ya ODM. Nani aliwapea? Zilitoka wapi? Na huenda hata kitu kidogo kilitolewa ili kuonyesha kwamba wako na watu katika kaunti ya Kisumu. Lakini ukweli halisi watu hawapo. Mnaona vile Sifuna na kikosi chake, Gavana James Orengo, Babu Owino, Caleb Amisi, Godfrey Osus walijaza Machakos, Mlolongo, walijaza siku ya Jumapili, wakati hao wengine walikuwa na mkutano wao Kisumu na wao walikuwa kule Machakos. Masaa kuu wakajaza kila mahali. Kumaanisha Sifuna ameenda na watu wengi na amependwa katika sehemu mbalimbali humu nchini. Ikumbuko kule Machakos ODM haikuwa na mizizi, ni Wiper. Maana Kalonzo Musyoka amekuwa akishirikiana kisiasa na hayati Raila Odinga kwa muda mrefu, akamwachia eneo lile ni la Wiper. Lakini Sifuna alipoenda pale akajaza, huwezi kuamini. Na waliweza kutoa hakikisho kwamba wanaenda kushirikiana na Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua wako tayari kwa mazungumzo kufanikisha shughuli ya kumuondoa rais mamlakani Ikulu 2027 kupitia uchaguzi kisheria. Huku Sifuna akitangaza wala ambao wanadhani ya kwamba wanaenda kuachana na mrengo upinzani, kwa sababu hawaachani, lazima watembee katika safari hii moja, kwa sababu nia yao ni moja, kumuondoa adui wao wa kisiasa mamlakani. Kwa hivyo wala ambao wanatarajia kwamba huenda mrengo upinzani utawawanyika, wasahau, kwa sababu tumepata thibitisho kutoka kwa Edwin Sifuna na kina James Orengo kwamba watakuwa wanashikana na Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua, Justin Muturi, Eugene Wamalwa, viongozi wote wa mrengo upinzani, Dr. Fred Matiang'i, Gavana wa Trans Nzoia, George Natembeya, wote kuhakikisha kwamba wameshikanisha na wameunganisha Wakenya wote kwa ujumla ili kuwachagua katika uchaguzi ujao wa 2027. Je, ODM mkutano ambao ulifanyika Kisumu, familia ya Raila haikuwa pale. Je, mkutano huu ni ishara kwamba ODM imezama ama bado haijazama? Kulingana na wewe, niandiki katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a new video clip, you'll be notified automatically that Omakenya TV has uploaded a new video clip to watch. Remember to share our content also of our subgroups and on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omakenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye-bye.